God bless you. We may take our seat in the presence of the Lord. Thank you for availing yourself. Some of us, the workers in the house of the Lord, and also the rest of us who came to have our work in the morning. We appreciate what God has done, and we thank God for what He is about to do. Praise the name of the Lord. So today we have an opportunity to hear the word of the Lord, to be ministered to by God, because He is the one who is, or rather, who gathers His church. And therefore, we are under His wings, and it is good, it is well with us. Praise the name of the Lord. So, ninataka tuende katika kitabu cha Joshua chapter 9. Na asubuhi ya leo nataka kuzungumzia habari ya sensitivity in the spirit. Praise the name of the Lord. Sensitivity in the spirit. And we welcome those who are watching us online. The Lord bless you. Thank you for choosing to be in the house of the Lord, despite the fact that you're with us online. So Joshua chapter 9. And as we share this one, I want us to see the benefits of sensitivity to God. And also, what will happen to you when you become insensitive to God? Insensitive in the spirit. You know, because it is good for us to understand, as one man of God, Apostle John Kimani, keeps on telling us, everything is spiritual. And I want you to understand, there is always the spiritual behind the physical. There is always the spiritual behind the physical. What you can see, there is what you cannot see. Praise the name of the Lord. So sensitivity in the spirit is being able to discern what you cannot see in the natural. What cannot have a solution in the natural. What you cannot actually tell how it will go, even it was all about the physical. Praise the name of the Lord. Kama ingekuwa ni kuangalia sina kitu hapa, kama ingekuwa ni mambo ya kuona hata sijui nifanye nini katika hii kitu. So being sensitive in the spirit, in what you cannot see. Praise the name of the Lord. The Bible says in the book of 2 Corinthians, for we do not walk by sight, but we walk by faith. There is a mean where you are supposed to walk and not walk in the physical. Meaning that you are not just careful where you're going to step on your physical or in the physical. Praise the name of the Lord. Mahali miguu itakanyaga sio inakusumbua. Ni mahali in the spirit utakuwa umekanyaga. Utakuwa umefika wapi in the spirit. Bwana Yesu asifiwe. I've given this story many times. And I don't know whether, I think it is okay if I begin with the story. Because it might help people. Praise the name of the Lord. In the year 1995, it was around December, if I may remember. No, it was not around. It was actually on December 24th, between the night of 24th and the morning of 25th. So at that time, we were invited for a meeting somewhere. And as a young person, we were a group of friends whom we used to walk together with. Tukaamua tuende hiyo mkutano maana si tumeitwa na tena watu wale walitusifu sana. So when we went to the meeting, because this is the point that I would like to mention to you. When we came to the meeting, praise the name of the Lord. It was a rural setup. So nyumba iko vile tu kijiji watu hujenga na watu wa zamani unajua walikuwa wanajenga maajabu. Nyumba inakaa kuingia kwa nyumba iko chini. Praise the name of the Lord. So it is like you are going down a stair. All right? So the moment I set into the house, there was something within my spirit that said something is wrong. But let me tell you this, I did not know what I know today. I did not understand what I understand today. So naweza waambia nimeingia katika nyumba moyo wangu kuna kitu unasema lakini sielewi. So what I am trying to make you understand is this. It is good for you to take care of where is your spirit in all these things. The spirit man amekanyanga wapi? Mtu yule wa rohoni amefika wapi? Yuko katika maeneo gani? Kwa sababu mtu wa rohoni hatembei kama huyu physical. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni hema na yule mtu wa ndani huwa
ana uwezo. Kwa hivyo nitaongea mambo kama haya. Of course mengi yalitokea ambao pengine nitawamalizia baadaye. Lakini by the time tulitoka katika ile nyumba, moyo wangu ulikuwa umeogopa mpaka nikafika mahali. Na mambo yale niliona na macho. Huwa nasema whether I would say like Paul, whether it is in the spirit or in the physical, I cannot explain. Bwana asifiwe sana. Kitu ile ninajua tu ni kwamba nyumba ile ilijaa woga, ilijaa hofu. Kuna mambo haikuwa sawa. Kuna vitu havikufanyika vile ambavyo nilikuwa nafikiria. Jina la Bwana libarikiwe. Katika ile nyumba tuliona maajabu. Tulifika mahali tukawa hatujui tufanye nini. Watu vijana ambao hawana chochote, hawajui, hawana hekima, hawakuwa wamefundishwa, na ilitusubua sana wakati huo. Jina la Bwana libarikiwe. So twende katika kitabu cha Joshua chapter 9, and I would like us to begin at verse number 3. But when the inhabitants of Gibeon heard what Joshua had done to Jericho and Ai, they took the initiative by preparing their provision shrewdly. They took tattered sacks for their donkeys, worn out, torn and mended wineskins, worn out, patched saddles for their feet, and worn out clothes. All of their food was dried out and covered in mold. Bwana asifiwe sana. Then they approached Joshua in the camp at Gilgal and addressed him and the Israelis, "We have arrived from a distant country, so please make a treaty with us right now." May God bless his word. Praise the name of the Lord. Now, we all know from that scripture, the Bible says, when the children of Gibeon, or the inhabitants of Gibeon, understood the power of the Israelis and what they had done to their enemies, praise the name of the Lord, they shrewdly, ile ujanja, wakatumia neno ujanja ama kitu kinakaa ujanja, wakaenda wakafanya mambo ambayo Biblia imeandika. Biblia inasema kwamba they took initiative by preparing their provisions shrewdly. Wakafanya kwa ujanja. They took tattered sacks for their clothes, tattered clothes, worn out clothes. Hallelujah. Wine skins that have already been torn and repaired. And they came to Joshua. Praise the name of the Lord. Wamevaa viatu ambazo zimepasuka, wamevaa manguo ambayo imeraruka na imechomwa na jua. Biblia inasema wakatokea mbele za Joshua. Unajua ujanja, wakaja wanahema, mtu wa Mungu, hoi, mko na maji, mtu saidie. Si hata wakapewa chakula wakule kwanza, wakashughulikiwa, kwa sababu watu wametoka nini? Mbali. But what does your Bible say? If you go to verse number 9. The Bible says, they answered, "Your servants have arrived from a very distant land, because of the reputation of the Lord your God, because we have heard a report about all that he did in Egypt, along with all what he did to the two Amorite kings who were beyond the Jordan River, that is to King Sihon of Heshbon and to King Og of Bashan, who lived in Ashtaroth." Praise the name of the Lord. Yani hawa watu si mpaka wanapeana story ile tumesikia, tumefikiwa na habari, nyinyi ni wakali, tumeona mtatumaliza, na kwa hivyo tumekuja kabla hamjatumaliza. Jina la Bwana libarikiwe. Na wakasema wametoka mbali. Of course, verse 11, "So our leaders and all the inhabitants of our country told us, take provisions along with you for your journey. Go to meet them and tell them, we are your servants. Come and make a treaty with us." Bwana asifiwe sana. Mimi sitasoma mistari hiyo mingine kwa sababu ni kile kimerudiwa hapo juu. Wakasema vile walikuja na nguo zao zikiwa mpya, zimepasukia kwa njia, mikoba yao ya kuweka vitu imepasukia kwa njia, vitu zao zimeharibikia njiani. Sasa Biblia inasema verse 14, and which is very crucial to us. "So the leaders of Israel sampled their provisions, but did not ask the Lord about it." Hallelujah. They looked in the physical. Praise the name of the Lord. They considered what was visible. And from the visible, everything looked true.
Hallelujah. Everything was true. Kwa sababu mtu kama amekuja kiatu kimepasukia jiani, jamani, si lazima awe ametoka mbali. Kama mtu amekuja mpaka nguo imechomwa na jua, imeraruka huku juu, mabega, ni kuhianiliwa. Wapendwa, huyu mtu hajatoka hapa, ametoka mbali. Huyu ni mtu wako Uganda, kutoka hapa tuko. Ndio nguo itakuwa imechomwa na jua, imepasuka. Amen. Mtu ambaye ametoka hapa Nakuru, mkate wake akifika huku, hata kama utakuwa mbaya, si utakuwa mkate unaweza kulika. Lakini huyu amefika na mkate ni kuoza, unaoza. It is covered with mold. And the children of Israel, considering what was physical, believed the Gibeonites. But I want you to see verse 14. It says, the leaders of Israel sampled their provisions, but did not ask the Lord about it. If you consider other scriptures or other versions, they will say, but did not seek the counsel of the Lord. Bwana asifiwe sana. Yako inatumia maneno gani? Did not ask counsel from the Lord. A different version. Kwani yenu inakaaje? Did not consult. Praise the name of the Lord. The most important thing that I want you to understand, in the physical, considering things from the physical viewpoint, everything looked correct and looked like true and looked like it is okay. We can make a treaty with these people. The Bible actually says they made a treaty with them, guaranteeing their lives with a covenant. And the leaders of the congregation confirmed it with an oath on them. Bwana asifiwe sana. Wamesha kubali kila kitu, wameweka agano, ni lazima kuna mnyama alichinjwa, damu ikamwagwa, na wakasema maneno kuhusu hawa watu na sisi tutalilete namna gani. Lakini soma maandiko hapo chini. But 3 days after they had made the treaty with them, they learned that they were their neighbors. Praise the name of the Lord. Just 3 days after, they understood these are our neighbors. I like it. So the Israelis set out for their cities, and 3 days later they reached their cities. Unaona, walikuwa wametembea safari ya siku 3 peke yake, lakini wamebeba mikate ya miezi 3. Wanaonyesha sisi hata hii habari imetufikia kutoka bali. Tumefanya kazi kufika mahali tumefika. Bwana asifiwe sana. So we are talking about sensitivity in the spirit. Being sensitive in the spirit. Praise the name of the Lord. I want you to note the following. Sensitivity in the spirit allows you to traverse the physical and the spiritual at the same time. To walk in tandem. To walk in tandem in the physical and in the spiritual. It allows you to traverse. Inakuruhusu kuivuka mipaka ya kawaida. Utembee kuwili katika maisha. Watembea katika mwili lakini pia watembea katika roho. Being sensitive in the spirit. Allowing yourself to walk in the physical and to walk in the spirit. Bwana Yesu asifiwe. Number 2, it allows you to see the invisible. It allows you to see the invisible. There are things which are visible. It is true. They can be seen. We can evaluate them from the physical, from the realm of the natural. But there are things we cannot see. There are things which are invisible. There are things which we cannot understand if it was all about naturality. Glory be to God. So when you become a man or a woman sensitive in the spirit, you will be able to see the invisible. In actual sense, you are able, and you can put this one down, to access the realms of the spirit. When you become sensitive to the spirit or sensitive in the spirit, you will be able to access the realms of the spirit.
the spiritual realm, utaweza kuingia katika ulimwengu wa maroho. Na ulimwengu wa maroho, ninawaambia haya kwa sababu kuna maisha unaishi hii dunia ambayo kinacho yategemeza sio hiki ambacho unaona na macho. Unaweza kuwa masikini ambaye si masikini kwa sababu ya kukosa bidii ama kukosa pesa, lakini iwe ni jambo lililo katika nini? Rohoni. Amen. Unaweza kuwa mgonjwa lakini ugonjwa wako haupo katika mwili. Hivyo ni kusema hata ukaenda kwa daktari, hata atakupea dawa miezi 5 umeze pamoja, hautapona kwa sababu ugonjwa wako hauko katika nini? The realm of the flesh. It is in the realm of the spirit. Praise the name of the Lord. In fact, I want you to note something else. Being sensitive in the spirit, being sensitive in the spirit allows you to discern or gives you discernment, right? Discernment of your spiritual environment. It gives you discernment of the spiritual environment. Eneo la rohoni limekaa vipi? Unaweza pambanua. You know, the Bible says in the book of Nehemiah somewhere, the Bible says, and his good spirit instructed us. Roho wake mwema alitushauri, alituonyesha njia. Kwa hivyo kuna roho baya. Yesu akasema mara nyingi, akasema an evil spirit ikitoka kwa mtu huanza kurandaranda, ikikosa mahali pa kuingia inasema nitarudi kwa ile nyumba yangu. Bwana tukuzwe. Manake ni kusema namna gani? Kuna roho nzuri na kuna roho chafu. Kuna roho zilizo sawa, roho ambaye anaweza kaa katikati ya watu na asisubue, lakini kuna roho husubua watu. Kuna maroho watu wanaweza kutana nayo yanawatesa. So if you are not sensitive in the spirit, you will not discern when you encounter spirits. Bwana asifiwe sana. Hebu andika mambo haya kwa sababu pengine yatakusaidia kuelewa kwa nini tunasema you become sensitive in the spirit. Na katika ile eneo la discernment, there are several spirits that you must understand. Number one, I want to say there is the Spirit of God. The Spirit of God. Why you need to be sensitive in the spirit? Because at times you will encounter the Spirit of God. And you need to understand how the Spirit of God works. How the Spirit of God operates in the realms of the natural and in the realms of the Spirit. So secondly, in the realm of the Spirit, there is what I would call the spirits of, or rather, the ministering spirits. Ministering spirits. Praise the name of the Lord. Ministering spirits include angels. Hallelujah. Include when men and women may be working for your good by the Spirit of God. They are led by the Spirit of God. So they are ministering spirits. Unaweza encounter a human spirit that is working for you. Ministering spirits. Number 3, is it number 3? You may encounter the demonic spirits. Demonic spirits. You may encounter, at times, you may encounter demonic spirits. As you walk in life, there are times you will encounter demonic spirits. And then I want to say this. They are what I would call the spirits of men. And the spirits of men I want to categorize twice or in 2 ways. Number one, there are the spirits of wicked men. Wicked. You know? Wicked men, those are inclusive of sorcerers, diviners, witches. Those are categorized together. Wicked spirits. Amen? Yes. So, and of course there is the natural human spirit.
natural human spirit. So it is good for you to understand that at times why you need to be sensitive is because you may encounter the spirit. And you will not encounter just one spirit. Praise the name of the Lord. In life, as you continue, as you walk in life, you will not just encounter one type of spirit. You may encounter all of the spirits. Not necessarily in a single forum, not necessarily on a single day, but you may encounter different spirits as you continue walking, as you continue doing things. Praise the name of the Lord. So kama wewe hautajua vile Biblia inaongea habari ya maroho. Kwa mfano, Biblia inasema ya kwamba, I think this should be in the book of First Kings. Yeah, it should be First Kings. Wakati Ahab, Mungu aliuliza, nani atapeleka Ahab kwa vita? Na ili ni muue kwa sababu amesubua watu wangu sana. Let me give you the chapter so that you can read for yourself. That is in chapter 22, First Kings 22 from verse number 1. If you look at what Micaiah saw, praise the name of the Lord. Biblia inasema ya kwamba an evil spirit ndio ilisema itasaidia. Verse 22, and the Lord said to him, that is to the evil spirit, by what means? And he said, I will go out and be a lying spirit. I will be a lying spirit. Kwa hivyo mtu anaweza kuja na nene, lakini kitu anachonena hakitoki in the natural, kiko katika the spiritual. Akiwa ndani yake kuna kitu tunaita the lying spirit. If you are insensitive, na ninakuambia huyu roho aliingia manabii 450, 450 of them, and they spoke one language. They said the same thing over and over. Hallelujah. What is the main problem? He is not speaking the truth, despite the fact it is confirmed by 450 men. It is a lying spirit within people. Bwana Yesu asifiwe. Si hiyo neno umelipata? Kwa hivyo kuna roho tofauti. Kuna roho ambayo inaweza kuwa an evil spirit. Praise the name of the Lord. Evil. And the word evil spirit, it is intended to do what is evil. Glory be to God. Now, for example, when you find somebody ambaye amejaribu to commit suicide more than one time, the person is not frustrated. The person is actually possessed by a demon. Whatever is trying to kill him is a devil. It is not a human power. So huyu mtu huwezi chukua ati unapeleka unafugia seli, ati jua anataka kujiua. Huyu utafutia njia ya kusaidiwa, atolewe pepo, ataishi. Asipotolewa kwa seli ndiko atajinyonga na ile shuka ama blanketi utampea. Maana you can incarcerate a person but not a demon. Praise the name of the Lord. It is possible for you to put a man in a prison, but you cannot put a spirit in a prison unless you understand. So katika hii life ni vizuri uelewe kuna realm mbili, the realm of the spirit and the realm of the physical. Praise the name of the Lord. So if you are not sensitive, which spirit is at work? Because hata mtu anaweza kuwa mkweli sana, mtu mwaminifu, muungwana ambaye anaonekana sawa, lakini kuna roho imemfikia. Amen. Bwana asifiwe. Na kwa wale ambao unasikiza kutoka kwa nyumba yako, Mungu akupe neema na akupe hekima ya kushika mambo haya. Kama kuna jambo kanisa la leo linasumbua, ni kukosa the ability to understand, to define the spiritual. Praise the name of the Lord. So when the Spirit of God moves, there is a difference from when another spirit moves. Amen. Ministering spirits, as I've mentioned, because I've said, number one, you can encounter the Spirit of God. Hallelujah. Number two, you can encounter the ministering spirits. These are like, for example, angelic ministries. Maraika wanaweza kukuhudumia. Maraika wanaweza kuja. Kunaweza kuwa na maraika. Na maraika wakati mwingine hautamuona. Jina la Bwana libarikiwe.
Malaika wakati mwingine hana sura ile ambao utamuona hivyo unasema haya Gabrieli. Hapana, ni rahisi sana uongee na malaika na uende nyumbani useme kuna mtu tumeongea na yeye na amenipa maneno na ni malaika alikuwa anaongea na wewe. Uliza Manoa. Mke wa Manoa alipokuja si alimwambia hai na kuambia kuna mzee amenitokea. Ameniambia nitapata mtoto. Sasa naye akaenda Manoa akaambia Mungu kama ni wewe umetokea tumana tena. Akaja yule malaika akaketi mahali. Si maneno ya Manoa inasema hivi. Alimuuliza ni wewe ulikuja jana? Amen. Ni wewe mtu, are you the man who came to my wife yesterday? Praise the name of the Lord. So what does that one tell you? He had the appearance of a natural man, an ordinary man. Lakini haelewi, hajui. Amen. Mpaka wakati kulitokea ishara ndio Manoa anagutuka anasema kumbe nadiru na malaika na sielewi. Angels can minister. Praise the name of the Lord. Now in the book of Daniel, I believe this should be chapter number 3. You remember when Shadrach, Meshach and Abednego were cast into the furnace of fire, right? The Bible says the three friends, Shadrach, Meshach and Abednego, were cast in. But after a moment, Nebuchadnezzar can see 4 of them. And one of them looks like the sons of God. Praise the name of the Lord. So, what are we talking about? But consider you and ask this question. Where was Daniel? Where was Daniel on that day? Praise the name of the Lord. In my own opinion, this was Daniel making intercession. And Nebuchadnezzar was able to see in the spirit. And I want to tell you, I am afraid that it is so likely the righteous people do not understand the spiritual, but the carnal can understand the spiritual. Kuna watu walikuwa pale, watu wengi, na ni Nebuchadnezzar tu anauliza watu. Na niwaulize, tumetupa watu wangapi kwa moto? Unajua kuna kitu unaweza ona inakuchanganya. Inafanya uulize maswali funny, maswali ambao haueleweki hata wewe. Tumetupa watu wangapi? Si wewe mfalme ndio umeauthorize watu 3. Na ni maswali gani hii unauliza? Wakamwambia saa, unajua kasa kulingana na order ni lazima ujibu swali, maana usipojibu hata wewe unaweza jikuta hapo. So wanasema saa, umesema watu 3 na ndio tumetupa. Wakaulizwa napona ninaona watu 4. Na 4 anakaa kama mwana wa Mungu. Bwana asifiwe sana. I like that. This was Daniel making intercession. The spirit of Daniel standing together with his brothers. Hallelujah. Ministering spirits. Nikasema you may encounter the ministering spirits as the spirits of angels or angels, because angels are spirits. Amen. Or as men, righteous men ministering to you. Bwana asifiwe sana. Righteous men making intercession for you. Righteous men walking together with you. Hallelujah. So, ushike hayo maneno. Then number 3 tumesema kuna nini? Kuna demonic spirits. Hawa ni ile malaika waliaguka, mashetani. Hao tunaita mashetani. Hao ndio sasa the demonic spirits. Bwana asifiwe sana. Na zinakuwa kunazo zimeruhusiwa ku roam the world. Of course, na muwe mnashukuru Mungu. Zile pepo zimeachiliwa kutembea huku ni zile tunawezana nazo. Zile hatungewezana nazo hata wa saa hii tunaongea ziko na minyororo. Huwa zinajaribu kukata. Zinashindwa. Shukuru Mungu. Unajua wakati mwingine vile tuna complain, Mungu hata wewe sijui mbona huku maliza hii mashetani. Wapendwa, usiwahi piga kelele. Kuna daimono huwa zinauliza, si Mungu utupe nafasi tu tutoke, tushomoke tu hapa. Uone vile tutafanya. Na Mungu akazifunga na nyororo za milele. Ati zitafunguliwa pale wakati wa kutupwa motoni. Si ati zitafunguliwa zitembee, zifunguliwe direct kwa moto. Hizo ni zile pepo zilikuwa zinatembea huku. Hizo hazikuwa na akili kabisa. Hizo hazikuwa zinaenda ati kutafuta kuigia mtu. Hapana, hizo zilikuwa zinavaa mwili. Zinatembea huku, zinaua, zinakula nyama ukiona na macho. Hadithi zingine una hadithi yangu na mashosho yenu zamani ati kwamba kulikuanga na majitu. Hapana, fikiri ni uongo, zilikuweko. Pepo zilikuja huku kwa dunia, zikatembea, zikarara na wanawake mpaka zikazalisha watu.
wakazaliwa majitu, vimutu ambavyo vinafika huko juu, maana ni half caste ya angel na devil na nini na wanadamu. Sasa wapendwa, uachange kucomplain, na ukumbuke hivi, na ndio usitishwe pia, ujue hizi pepo zote ziko around, including shetani mwenyewe, uko na power juu yake. Kama haungekuwa, angekuwa kwa minyororo. Amen. Na nikusema kuna pepo wakati shetani alitaka kupindua serikali mbinguni, kuna pepo zilitokea zikawa baya kumshida. Sisi kama tunaelewana, zikapita kiongozi wao kwa ubaya. Yaani mpaka wakati Mungu alifika kufunga, alizifugia hizo akawacha kiongozi wao. Na muimenyerere. Bwana asifiwe sana. Hii ni kastori, wacha tuachie hapo, maana kanaweza fanya watu wengine kusema wengine ama wakose kulala usiku, wanasema ama ni ile pepo inaweza kuwa imekata nyororo imekuja kunitembelea. So anyway, msiogope, zilifugwa milele, na mahali zimefugiwa pakafugwa na kufuri, na mwenye fugua anaitwa nani? Yesu. Mnakumbukanga kuna fugua Yesu aliendea kuzimu? Ni hiyo. Juu aliona hizi pepo venye zinakaa, siziamini zinaweza kata, so akafunga vizuri na akarudi. Bwana asifiwe sana. Anyway, tuache hiyo story. What I wanted you to understand is this: there are those demonic spirits, and demons also do not come in the same way. Demons do not manifest in the same way. Therefore, it is important for you to understand, you may encounter demonic spirits once in a while. Amen. And they will manifest in a different way. I saw it in the Bible. I was reading through the book of Matthew, and I saw there was one person born blind, deaf, and mute. Nikuuliza, huyo ni mtu? Huyo ni mtu? Amezaliwa ni kipofu, haongei na hasikii. Mumewahi sikia story kama hiyo? Haijawahi sikika. Hata hii dunia, hata ukifanya, hata ukigoogle, that is a rare thing. I don't even believe it there is. In my lifetime, I've never seen, I've never heard about. Praise the name of the Lord. So, demons are not the same. They don't operate the same way. They don't oppress the same way. And therefore, it is important for you to be sensitive in the spirit. So that even when you encounter demons, you understand what kind of a demon have I encountered. Amen. Usije ukakuwa kama wadugu wengine walijiringa hapo na kiburi mingi, wakasema shetani hatukuogopi, tokea. Kama unafikiri tunakuogopa, walisikia tu ameingia, na ubaya wakapewa nafasi ya kumuona, na alisimama kwa madhabahu. Nyumba ilikuwa ya bao. Kila ndugu alitokea mahali mwili yake ilikuwa imeangalia. Hakuna mtu alitoka na mlango. Kila mtu, mbao mbili, tatu, maana sijui, nafikiri, na kuna vitu mtu anapaswa kujiuliza. Yaani shetani tu presence yake hivyo inaweza apply force inayopita misumari na bao. Bwana asifiwe sana. Si Mungu akishuka basi tunapaswa kuwa na nguvu nyingi kuliko hiyo ya kuvuja hata mawe. Tuache hiyo story. Lakini nilikuwa nataka kusema demonic spirits are not the same. They don't operate in the same level. They don't do things the same way. Praise the name of the Lord. And of course I've talked about, the last thing that I've talked about is evil spirits. From men, all right? Yeah? Those which are humans. Na hizo roho wakati mwingi watu wale wanakuwa wamefanya kazi bovu sana, huwa wanakuwa recycled katika ulimwengu wa rohoni. Roho zao zinarudishwa duniani kufanya kazi. Na saa nyingine unaweza encounter roho hata ya mtu ambaye alikufa kitambo, unakutana naye. Amen. Yeah, na unaweza enda mahali na wengine wamefanya hiyo. Nakumbuka mhubiri mmoja alienda sehemu fulani akaweka hema ya crusade. Alipoweka hema ya crusade na ikasimama, na kila mtu akajua sasa crusade inaanza kesho. Asubuhi wakiamuka, tent imelala flat. Chuma zinakaa kama ni kufunguliwa, zilifunguliwa. Imelala flat. Hai, wandugu wakashindwa ni nini? Haya, wakasimamisha hema tena, na kwa sababu ilikuwa kazi wakaiunda
na wakaenda kulala. Asubuhi wakiamuka tent imelala flat. Bwana asifiwe sana. So the next day ndio wanakuja sasa wameshagaa, wameshindwa ni nini. Wanakuja mwenda wazimu hapo. Alafu anasema hawa watu timu unajenga hema. Kwani hamjui hapa ni kwa fulani? Na fulani hawezi ruhusu hii kitu mfanye. Fulani huyo alikuwa nani? Muganga aliyekuwa anaganga kwa ule mti. Uko pale. Ni mti, ni mahali walikuwa wanaweka hema chini ya mti. So mahali muganga alikuwa anafanyia ibada zake ndiko nao wamekuja wamejenga hema. So mwenye yule muganga roho yake na vituko vyake vinakuja kuangusha hema usiku. Lakini walipojua hiyo wakaomba, hema ile haikuanguka tena na kijiji watu wakaokoka. Praise the name of the Lord. So I'm talking about discernment, and how I wish for us who are ministers who are here, and any minister who is watching me, let me tell you, if you become insensitive in the spirit, there is nothing you will do in the spiritual realm. Na vitu zingine ambazo tunafanya katika huu ulimwengu vinatokana na ulimwengu wa rohoni. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana asifiwe. Kanisa mnaweza kuwa choir, praise team imefanya practice ya kutosha, only to stand here. Mtu akisimama hapa anachanganyikiwa. Amen. Hii dunia iko na limu mbili. Hata kama sipendi, lakini wacha tu niwape hii story. Maana hii ni natural. Sijui kama mmesikia hii mzee. Kuna kawimbo niliwatajia hapa another day. Kalikuwa kamefanya rounds sana, kanaitwa sijui Firirida. Mwenye aliimba ule wimbo, si unasikia ni wimbo ya zamani, lakini mzee yuko tu ni wa hapa Gatundu. Hapa Gatundu. Si ati amekufa, lakini anasema siku moja amealikwa kwenda kuimba Mombasa. Wakapanda gari. Alipofika Mombasa, sauti yake ikapotea, and that was it. Even today anaongea na hoarse voice. Leo tunapoongea, huyo hata si Mkristo, hakuwa anaenda kuimba wimbo ya kanisa, alikuwa anaenda kuimba hiyo firirida yake na huko. Sasa hakujua, ameenda akakutana na wale walinzi wa yale maeneo, wamemunyang'anya sauti. Hii Nairobi hii kulikuwa na wakati miaka kidogo tuseme miaka kama 20 hivi imepita, watu wa fulani wameenda kuiba. Mmoja anasimama, akisimama kwa jukwaa, sauti ananyongwa, anakohoa mpaka anashuka. Akishuka sauti inarudi, kikohozi inakwisha na anaiba. Akiwa pale anaiba. Akijaribu kupanda juu ya jukwaa, sauti inakwenda, the realm of the spirit. And I've told you these words. The sons of the kingdom of God are in one way or the other, I don't know, unintelligent as far as it concerns the spiritual. But the sons of the physical understand there is a spiritual force. There are spiritual powers. There are encounters that somebody need for you to become successful. So, wacha tuachie pale, lakini niseme maneno haya ili tuweze kusonga. Joshua amefikiwa na watu wana roho, what I would call, according to 1 Kings 22 verse number, I have read for you verse number 20. Praise the name of the Lord. Not verse 20 really, but verse 22. Praise the name of the Lord. I will be a lying spirit. Wamekuja kwake wana roho danganyifu, lakini Joshua na wazee hawakutafuta kujua ni roho gani iko na wao watu. Wametoka wapi? Wamebeba roho gani? Amen. Do you know somebody can perform a miracle and it is not a miracle that is divine? It's a miracle that is from the realm of the spirit, but not the spirit of God. Amen. Yes. Kuna watu wanakuwa hivyo. Watu wale walibishana na Musa, wewe hauoni? Walifika mahali mpaka wao wenyewe wanaanza kufanya miujiza. Ukileta chura, hata sisi ndio hao chura. Ukileta nzige, hata sisi tunaongeza. Ukileta sijui nini, tunaongeza. Isipokuwa majibu hawakuongeza, maana hawakutaka kugojeka zaidi. Walifika mahali wakaambia Farao, can't you understand? Our land is destroyed. This is the finger of
God. They started to see, to note that Moses was not an ordinary guy. He is in a particular platform. He is a man of the Spirit. Hallelujah. Sensitivity in the Spirit. Bwana asifiwe sana. So, si umeelewa kwa nini unapaswa kuwa sensitive? Remember this. You are a spirit living in a body. You are a spirit living in a body. Meaning that even as your body carries your spirit, it is good for you to note your spirit is still working, it is still walking, it is still doing things, and therefore be sensitive. Because what your eye can see, and I want to pray that today, may God quicken your sixth sense. Praise the name of the Lord. The sense of discernment. Hallelujah. The sense of things you cannot explain. In fact, let me tell you this. Even those who succeed in business are people who have an awakened sixth sense. Bwana asifiwe sana. Kuna kitu tunaita 1 dimension, 2 dimension, 3 dimension. Praise the name of the Lord. And there is the 4 or the 4th dimension. Bwana asifiwe sana. There is a book. I will send it on our wall. You can download it. It's a good book by one man, Yogi Cho. It is called The 4th Dimension. Ningetaka usome. Na nikuonyeshe ya kwamba kama katika ulimwengu huu utaweza kupita mahali wengine wanafika, ni lazima uanze kuona mambo with the 4th dimension. Other people usually see, the most experienced person sees the 3rd dimension. Anaona mambo katika njia tatu. So akiangalia hivi anaona hivi, anaona hii, anaona hii. You know, 3 dimension, in fact if we bring a 3D figure here, utaona kitu ambao inakaa real. Bwana asifiwe sana. Ni kitu ambao hata nikiweka ni picha, lakini utaona kama unaweza iguza. Ushawahi ona picha zinakuanga mpaka na depth? Unaona mpaka mawingu ni kweli iko nyuma yake kabisa. Si ziko siku hizi zinatengenezwa. Zinachorwa, unaweka kakitu hivi mpaka unaona depth, unaona kweli samaki hawa wako kwa maji kabisa, si ndio? Hizo vitu ndizo tunaita 3D. You can see the length, the width and the depth. Are we together? 3 dimension. But can you see the 4th dimension, the dimension of the Spirit? Hallelujah. Wagonjwa wale utaponya, utawaponya ukiweza kuona the 4th dimension. What is the main cause of the problem? Don't just come coffee. Pastor, hiyo kikozi imekaa mpaka naogopa isikuwe corona. Hallelujah. Hiyo sasa unanionyesha the 3 dimensions. What about the 4th dimension? Mtu anaweza kohoa kwa sababu kuna pepo. Mtu anaweza kohoa kwa sababu ya uasi wake. Mtu anaweza kohoa kwa sababu ya shida inayotoka katika familia. Praise the name of the Lord. So if you cannot see the 4th dimension, it is impossible to heal some people. Maana mtu ambao unawekea mkono umuombe, pepo inakuwa suppressed na maombi, inarudi huko chini inajificha. Mtu anaacha kukohoa mpaka anakuambia, hey, kweli nasikia mzuri, utapasa, hata nikipumua hivyo nasikia niko sawa. Na kumbe ni pepo imerara. Ilienda kitu inaitwa nini? Spiritual hibernation. Haikutoka. Bwana asifiwe. Kuna mzee mmoja alikuwa ananipea story ilitokea tu hapa Nairobi hii. Wazazi wamepeleka mtoto, wanampeleka aombewe. Kwa sababu gani? Mtoto anatoka, anaenda anaketi kama pale kwa mchanga, anakula mchanga na hivi, anachota hivi, akikula hivi, anakula kama chakula. Mtoto anaombewa, pepo inakwenda, mtoto anakuwa sawa. Lakini akitoka tu kwa kanisa, arudi nyumbani, anarudia ile tabia, anakaa hivi. So siku moja ndio mhubiri aliangalia, na Mungu akamsaidia, akaona the 4th dimension. Akaona mtoto hayuko peke yake, kuna pepo. Sasa ndio alikemea yule pepo, akamuuliza umetoka wapi? Pepo akasema sijui ametoka Zanzibar ama kitu kama hiyo. Akamwambia pepo, rudi kule ulitoka katika jina la Yesu.
pepo akarudi. Sasa kwanza aliihoji ile pepo kidogo. Ikasema mimi mkinifukuza huwa natoka, naenda na keti pale kwa mti, kulikuwa na mti hapo nje ya kanisa, na keti hapo ninamngojea. Akitoka ninarudi ndani. Unaelewa? So kama hauoni the fourth dimension, utaishi kuombea yule mtoto na kuencourage mama yake na baba yake, usiogope, bado Jehova anatawala. Jehova anatawala na mwanangu anakula mchanga. Haunisaidi? Fourth dimension, the capacity to see that fourth dimension. And that is what I'm calling the sensitivity in the spirit. Your spirit is able to discern. I don't know whether I have some few minutes to explain one or two things. Praise the name of the Lord. Because nataka ujue, how do I become sensitive in the spirit? And how do I grow my sensitivity? Because you can also be sensitive but never grow your sensitivity. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Yeah? So, let me explain these 2-3 things which will help you. How do I become sensitive in the spirit? How do I become sensitive in the spirit? Andika mambo haya. Number 1 is by seeking the counsel of the Lord concerning everything. Particularly what cannot be explained or understood naturally. Do I repeat myself again? You become sensitive in the spirit. Number 1, by asking or seeking the counsel of the Lord. And I say this, particularly concerning that which cannot be understood or explained physically. Kitu in the physical ukijaribu kuangalia, sikielewi, sioni, sipambanukiwi, sifahamu. Hicho ambacho in the spirit hakiwezi eleweka. Tafuta the counsel of God. Tafuta the counsel of God. Kwa hicho ambacho in the natural hakionekani, hakieleweki. Hii jambo hata nikijaribu kulitafuta nimekosa kulielewa. Kwa mfano unaweza jikuta katika situation ambao ninapata pesa lakini kule pesa zangu zinaenda sielewi. Unaketi na kalamu na karatasi, mshawahi fanya hiyo kazi? Ya kuhesabu mpaka unahesabu mpaka una suspect. Nyumba iko na mwizi, particularly kama mnaishi watu wawili, una suspect jirani. Hata kama umeoa una suspect mama anaiba. Na hakuna pesa zinaibiwa. Si mke wako anayechukua, si mtu ambaye anachukua pesa. It is inexplainable. Praise the name of the Lord. When you come to such moments, seek the counsel of the Lord. Tafuta shauri la Mungu. So, becoming sensitive in the spirit, you will become when you teach yourself to seek the counsel of the Lord. Amen. And in the same context, I want you to add something. And we can say this as number 2. By listening to God. You know, you will become a discerner of the spirit when you listen to God. Umusikilize Mungu anenaye. Maana Mungu huongea. Concerning whatever things you are going through, there is the voice of God. And he always speaks. When you encounter spirits, God speaks. Hallelujah. When you encounter the spirits, God speaks. So kama hautafika eneo ambalo unauliza Mungu, nitafanya nini? Hapa nimefika, ni kitu gani kitafanyika? Number 2, ujifundishe kusikiliza sauti yake. Kama hausikizi, utakosa discernment na utakosa sensitivity in the spirit. Hallelujah. So number 2, concerning sensitivity to the spirit. If you will become sensitive to the spirit, you must become aware of your inner voice. The voice
of the conscience. You must become aware of your inner voice, the voice of the conscience. Because one of the things that God will use to minister to you as far as spirits are concerned is your conscience, dhamiri yako. Romans chapter number 2 and verse number 14 and 15. Romans 2, 14 and 15, the Bible says, for when Gentiles who do not have the law by nature do what the law requires, they are a law to themselves, even though they do not have the law. 15, they show that the work of the law is written on their hearts, while their conscience also bear witness, and their conflicting thoughts accuse or even excuse them. The conscience. They follow the conscience, and therefore they do what is right. They follow the conscience, and sometimes they know this is wrong. Praise the name of the Lord. Andika jambo la ngapi? Ni la 4 ambalo litakusaidia katika sensitivity in the spirit. It is understanding, or rather listening to your thoughts. Listening to your thoughts. Discerning your thoughts, in other words. Kupambanua mawazo yako. And the Bible talks about the mind is either conflicting, or their thoughts are either conflicting within themselves. The arguments of your thoughts are actually a way of communication between the spirit and the physical. Can I repeat that one again? The arguments within your thoughts are actually a communication of the spirit. Mawazo yako vile yanapigana, yanaruhusu, yanakataa hiki, yanakubali kile, yanasema kile sitaki, ni communication of the spirit. So if you are able to follow the discernment of your thoughts, mawazo yako hicho hayapendi, usikipende. Mawazo yako hicho yanasema hapana, ukiwache hivyo. Ukijifundisha ile sauti, dhamiri yako wakati inaongea, unaikubalia hivyo, inasema nitafanya hivyo. Na kile imekataa unakikataa, utajifundisha kujikuza in the spirit. Becoming more discerning in the spirit. Bwana asifiwe sana. So, unaona mahali watu wengi huangukia? Ni huko. Moja, unakuwa kama Joshua, you never seek the counsel of God. Number 2, unafika eneo ambalo hausikilizi Mungu. Hata kama Mungu angetaka kukunena, because there are times God knows you are limited. God knows you are in the thick of things. You may not understand at that particular time, so he speaks to you. Amen. Na sauti ya Mungu msiwahi sahau, inaweza kuja imebebwa na mtu. Sauti ya Mungu inaweza letwa na mtu akwambie kitu. Wewe wacha kwenda hiyo njia unaenda. Wewe wacha kufanya hiyo kitu unafanya. Na yule mtu anakunenea sauti ya Mungu. Ninakumbuka wakati mmoja mtumishi wa Bwana alinikuta nasoma kitabu fulani. Akaniambia, sasa wewe Kirago, ni nini hiyo unasoma? Hii kitu si mzuri. Hii kitabu achana nayo. Nikamwambia ni sawa, na kwa sababu ni mtu ninaheshimu nikafunga kitabu. Lakini alipoenda si nikaendelea kusoma. Wacha nikwambie. Kitabu kilipotelea hapo kwa meza. Hata waleo sijawahi kukiona. Tuache hiyo story. Kilipotelea hapo. Ushaiona mambo unainua mpaka handkerchief uone kama kitabu kinaweza ingia ndani ya handkerchief? Because how? Inexplainable. God's voice can be carried by humans. People around you can be the carriers of the voice of God. If you are insensitive to the Lord, insensitive to the speaking of God, you will never discern the physical. You will rather the spiritual. And if you cannot discern the spiritual, sometimes even in the natural you will be hidden. You will be obstructed. Utazuiliwa tu hapa na vitu hizi unaona. Kwa sababu si hivi unaona vinakufugia, ni vile vitu hufanyi nini? Hauoni. Ni wale ambao haujui.
Bwana Yesu asifiwe. So nawaomba kwamba Mungu atatujalia kupata hekima. Si umeshika hayo mambo? Hizo ndizo njia zile utafanya na utatafuta kuzifuatilia ili ujikuze katika eneo la spiritual understanding, kuelewa mambo kiroho, kupambanua mambo kiroho, ya kwamba si vitu tu ninafuata, si barabara tu nimetembea. Hapana, there is a spirit ambao inaniongoza. Jina la Bwana libarikiwe. I am walking that way because there is a spirit ambaye ananiongoza. Hii kitu wakati unaona sifanyi, there is a spirit ambao inanifundisha kutofanya. Bwana asifiwe sana. Hii kitu barabara hii unapoona siendi, ni kuna roho ambao inanizuilia. Nimewapa hizi stories. Wakati mwingine tulikuwa tunatembea na rafiki yangu, tunaenda hivi, tukiwa tunatembea amenipitisha njia mgeni, mimi sijawahi ipita, sijui tuko wapi, kuna kagiza giza. So mimi naenda tu ninamfuata. Na unajua kule Gishagi tule tujia tunapitanga hivi, mumepitia kuna miimba mahali, so unajua kuna miimba huko Gishagi mpaka unaondoanga mwili sehemu moja. Unainama kidogo. So unafuata ukiangalia everything, akiinama unainama. Na kulikuwa na ndugu mwingine naye alikuwa anajua hiyo mambo ya kijijini. Sasa anajua nyinyi, anajua anawapitishia njia hamjui. Sasa anafika mahali unaona ameinama, anapita, mnakuja mumeinama. Ndugu anacheka because mumeinama nothing, hakuna kitu, lakini juu hamjui ile njia, mnabidi tu mnainama. Akiinama, akihepa hivi mkiona anatembea na upande, mnatembea na upande because hamjui ni nini iko pale, yeye ameenda na upande. So to cut a long story short, you know those now statistics za kijiji hivyo, ati kwamba kuna kuwa na tufence kwa sasa, kuna mahali kuna vikingi mbili kwa njia, maana mmekatia kwa shamba ya mtu. So hiyo yote ukiweka into account, sasa mimi nimemfuata hapa kwa hapa, ili mahali anapiga kona, napiga kona. Akikanyanga ukiona ameruka, unajua kuna mawe area hiyo, maana ni njia ya kwao. Mimi tumeenda. Mimi sikubuki vile macho yangu ilitoka kwake na nikawacha kumwangalia. Lakini juu yetu hapa nikaona mzee, nikamtu kama mzee. Nitasema alikuwa mwanaume because that image hata wale haiwezi toka kwa akili. Nikamzee tu kamevaa mavitu manguo ambao huwezi elewa. Moja inakaa kama ana kofia ya kangozi ya chui, ndio amekaa hapo juu, na kitu kingine na kifurahi whisk kameshika hivi. Sasa mimi nimemuona juu, alafu macho yake yametutazama, ni macho mekundu yametutazama, yanakaa kama yanatoka miale fulani. So mimi kumtazama hivi, nilipomuona nikasema shit, katika jina. That is the only thing we knew then. Na kuambia ndugu, rafiki yangu ametimua bio, ameenda. Mimi sasa nami unafikiri nitafanya nini? Nikamfuata bio. Sasa tumekibizana, tukaenda. Tulipoenda kitu kama tuseme 300 meters or so, jamaa akasimama, alafu ananiambia mjinga wewe, unangoja tu tufike mpaka mahali kwa mganga ndiko unasema shetani asidwe? Ninamuuliza, ndugu, hii njia tushawahi pitia tena? Ushawahi niambia huko ni kwa mganga? Ananiambia hakuna. Wewe unangoja, mbona unangoja mpaka tufike kwake? Unajua haelewi ni nini. Sasa baadaye ndio namwambia ngoja, kumeenda 1 2 3, ndio akaniambia woi, wacha nikwambie, huyo ndiye mganga amesubua eneo hili, kwake ni hapo. Akaniambia gate yake ilikuwa to the right. Mahali nimesema shetani ashidwe kulikuwa na boma, mimi sioni, na kulikuwa na gate. Bwana asifiwe. Ninaongea habari ya sensitivity in the spirit. Praise be to God. Sasa wakati Yesu anaenda kusurubiwa, si Petero alitokea akasema, mwalimu, acha nikuambie, haukufi, hauwawi, hauwezi wawa tukiwa area. Na unajua huwa nawaambia Petero alikuwa anaongea hivyo juu ya panga power. Mnajua panga power, si akona panga mbili? Anaongea hivyo juu akona mapanga mawili. Sasa jamaa anasema hauwezi wawa. Yesu alimuangalia akasema, namna gani? Rudi nyuma yangu shetani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ungekuwa ni wewe, uko na watu wanakudefend hivyo, si ni kusema yes, naona Mungu umetuma jeshi la kunilinda, umetuma jeshi, sitauawa. Lakini Yesu alisema hapana, rudi nyuma yangu shetani. He could see the devil in Peter.
Sauti hii inanena si ya Petero. Hii ni sauti ya shetani. Jina la Bwana libarikiwe. So in life utakutana na watu ambao wananena, si sauti yao, ni sauti ya nani? Ya shetani. Kuna watu utakutana nao na wakati mnatembea ile njia mnatembea, si wao utakuwa na wao, ni maroho fulani itakuwa kwao. Kuna mtu atakuja kwako hana sura lakini ana roho ya kukusaidia. Kama unaangalia sura utamtupa. Kuna mtu atakuja kwako akaaye kama malaika aliyetoka mbinguni, lakini Paulo akasema muwe hodari kuangalia watu, kwa sababu kuna watu ambao ama kuna mashetani ambao yanavaa sura ya nani? Malaika wa nuru. Kwa hivyo mtu anaweza kuja avae sura ya malaika wa nuru, lakini si malaika wa nuru. I'll give you this last example or testimony. Mungu atakusaidia. Na in that light, Isaiah 55 verse 7 to 8, the Bible says, for my ways are not your ways and my thoughts are not your thoughts. Praise the name of the Lord. Kuna njia ile wewe unaweza ona ni njia mzuri, ni njia sawa, ni njia nzuri sana, hata inakupendeza, lakini kumbe haiko sawa. Praise the name of the Lord. I was thinking about that word in the book of Proverbs ambayo inasema ya kwamba there is a way that seems right in the eyes of a man, lakini mwisho wake ni uharibifu. Praise the name of the Lord. So kuna njia ambao unaweza tazama hivi kwako kwa macho ni mzuri sana, lakini in the spiritual ni njia ya uharibifu. So Mungu akasema njia zetu zimetengana kama vile mbingu na nchi zimeachana. Distance between my thoughts and his thoughts is very deep. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ni vizuri ujue ya kwamba ni roho gani nitapea nafasi, ni roho gani hii nitapea nafasi iniongoze katika maisha, katika njia ambao ninaipita. Sasa nitasema Mungu awabariki sana. Kwa hivyo si ukuwe sensitive. Nitasema hivi kwa kifupi. Nilikuwa niwapee ka testimony ya mhubiri mmoja ambaye ameombea mtu anakunywa, anamuombea anarudi kukunywa, anamuombea anarudi kukunywa. Sasa siku moja akaambia Mungu, mimi huyu mtu sitamuombea tena, maana namuombea. Na ndugu akiombewa anaombewa akilia, akitubu, akisema Mungu nimekataa, sitarudi tena. Lakini akimaliza wiki 2-3 mwezi amekunywa. Wakati yule mtumishi alimuangalia siku ile alipotaka kuwa inquisitive. Na ndio nimewaambia, the realm of the spirit is not understood by people who are not sensitive. Sometimes God will open or quicken you to understand, but if you are not sensitive, you will not understand. If you have no desire to understand and unlock the spiritual, it will never be unlocked to you. So wakati alifika mahali akajiuliza kwa nini na akataka kujua, Mungu akamfungua macho. Yule mzee akiwa ameketi akaona kimunyama kinakaa, kipepo kikubwa kiko juu ya yule mtu. Akaambiwa na Mungu, huyo ndiye anakunywa pombe. Mzee huyu hataki pombe, hiyo pepo ndio inakunywa pombe. Sasa yeye alimuita akamuombea, alafu akaambia yule munyama, wewe toka na uende kabisa na usirudi. Na yule mtu akaokoka na hakurudi kwa pombe tena, na akafanyika mtumishi wa Bwana. Praise the name of the Lord. Shida haikuwa the physical, ilikuwa the spiritual. So can you understand the spiritual? Ukienda kwa biashara ulikuwa unauza vizuri, ghafla bin fu hauuzi chochote. Kwa nini usijiulize ni nini kimefanyika? Huenda ikawa kuna kitu ya kiroho imetendeka. Bwana Yesu asifiwe. Ni nini ambacho kimefanyika ya kwamba kazi hii ilikuwa sawa, jambo hili nilikuwa nafanya lilikuwa salama, lakini ghafla limeharibika? Ni nini kimetokea? If you cannot discern that, utaishi maisha ambao unazungushwa na mashetani, inakufungia njia na haujui. Bwana Yesu asifiwe. Be sensitive in the spirit. Praise the name of the Lord. Adika mambo haya, and that is where I'll conclude. One, I want to say benefits. The benefits of being sensitive in the spirit. One benefit is that you will know the will of God. You will know the will of God. If you are sensitive in the spirit, you will know the will of God. Number 2, you will know
and be able to do what is right. You will know and be able to do what is right. If you can discern the spiritual. If you can understand the spiritual. Praise the name of the Lord. Yeah? Utajua kile kilicho sawa na kile ambacho sio sawa, na utajua kuchagua. Number 3, you will deal with what is invisible, and in that deal with what is visible. You will deal with what is invisible, and in the same line deal with what is visible. Utakapokuwa unashughulikia hicho hakionekani, utashughulikia kile kinaonekana. When you are sensitive in the spirit. Praise the name of the Lord. Number 3 and number 4, I want to say, it gives you victory over the kingdoms of darkness. Kama ungetaka kuwa mshindi kinyume na falme za giza, si uwe mtu ambaye ni sensitive in the spirit. Uone vile utatembea katika ushindi. Lastly, I want to say this. If you are a discerner of the spiritual, you will do the works of God easily. You will do the works of God easily. Kwa urahisi. Utafanya kazi za Mungu kwa urahisi. Matendo ya Mungu yatapatikana kwako kwa urahisi. If you become sensitive in the spirit. Mungu akubariki. Uweze kuomba. Jicho lako, ile nimesema, the 4th dimension, hiyo the 6th sense, ifunguke. Usiwe mtu ambaye tu anaangalia mambo in the physical. Vitu vile vimekaa. Bwana Yesu asifiwe. Nisiwape testimony, lakini ziko nyingi ambazo naweza waambia. Kuingia kwa kanisa, unajua ni nini kinaendelea. Sio tu kuingia unaangalia kanisa in the physical. Unaweza kuta kanisa haina watu. Kama saa hizi sijui watu wanaelewa kile kinaendelea in the spiritual. Kanisa la maeneo kama haya yetu ya Nairobi, si kuna kumbuka ile lockdown nyingine. Tumeenda wakati kanisa watu wameanza kurudi, wakati watu wameanza kujijenga. Na I'm not talking about the government, I'm talking about the spiritual agenda, and which is very invisible. And sometimes you may blame the president, but he has nothing to do. There is nothing he can do. He is not there. He is not a spiritual. And I'm not saying he's not a spiritual person, but he might not discern what is spiritual. He might not even understand that he is operating under somebody's agenda. Praise the name of the Lord. And let us pray for our government. Let us pray for our government. Because the question that is being asked is a genuine question. You don't lock out the market. You don't tell people. You don't even tell people in the market to keep social distance. But in the church, we actually lock it together with the bar. Sasa kanisa na bar, kweli tunafanana? Hapa sisi walevi. Sisi tunajua, si tumevaa mask. Bwana asifiwe sana. We are here and we should be the advocates. Mimi na advocate, I know if there was somebody to communicate to the community, the church can communicate better. Amen. Sasa nikuambie, saa ile tu kanisa limeenda kuinuka, watu wameanza kurejea, watu wamepata confidence, kanisa tena imefungwa. Wapendwa, nimekuwa nikisema hivi, nimeangalia hata katika mambo, ni kama watu walikuwa wanauliza katafukwa lini. Ni watu wa understand the demonic thing. Mtu anasikia akae nyumbani. Hata tukisema tunaweza jihesabu kidogo, tuwapee wachache nafasi pamoja na wafanyikazi. Hao wachache unataka kupea nafasi, kuna roho inawaambia wasikuje. Mpaka nikaamua mimi sitasema ya kwamba mtu tugawane, hapana, watu wacha wakae. Sasa ni kuomba. Because nimeelewa it's not a physical problem. It's not something that you can deal with physically. You cannot organize the people at wakuje we 5 asubuhi, 5 saa 6 na 5 jioni. Hawatakuja hao unataka kupanga. Maana sio physical, it is spiritual. Praise the name of the Lord. Let us pray. Let us pray that in the government of Kenya, in the policy makers, there will be people who are sensitive in the spirit. People who will see things in the spiritual eye. Hallelujah. I don't deny the fact that the church is also a problem within the problem, because we are not also discerning. Hakuna mtu anatokea na majibu aende aelezee serikali. Sasa tukiongozwa na jamaa mwingine
Unafikiri anaweza tupeleka? Tusimame mbele za Bwana, tuachane na hiyo maneno, inaudhi. Lakini wapendwa, ni lazima tuombe kwamba sensi yetu ya sita itaamka. That is the discerning. Praise the name of the Lord. Can you lift up your hands wherever you are, even those who are watching us from your house? Lift up your hands together with us and pray that I will be discerning. I will be a man with the discernment. Pray. Lift up your hands and pray. God, give me the spirit of discernment. God, give me the spirit of discernment. God, give me understanding in the name of Jesus Christ. I want to know what is going on. I want to understand what is happening around me. I want to know the spirits that are at work where I go, whether in business, whether in the corporate world, whether I am employed, whether I am living in my own house. I desire to know what is going on in the spiritual realm. I want to understand the realm of the spirit, the realm of man, and the realm of spirits of the wicked one, and the realm of the spirit of God above everything else. For when I know what is going on, when my understanding is open, I will know what to do. I will know where to go. Sheta kando riba karabaganda raposali makande rebozali mayanda. In the mighty name of Jesus Christ, Lion of Judah, have your way in our midst in the name of Jesus Christ. Open our understanding, my God. Open mine eyes, Lord. I want to see the spiritual. I want to discern, my God. I want to discern, my Father. I want to discern, my God. Discern what is going on. Discern what is around me. Discern what is happening to me. Discern that which is happening against me. Discern what is happening for me. Discern what I ought to do. Rekomana kapasila boyande, retokana ganda rabasali boyate, remana kande rebo zali mayanda. I want to be a man of the spirit. Oh God, the mistake Joshua did, I don't want to do it. The mistake other men and women did, I don't want to do them, my Father. Ekomana kapasia, ratomana katerebo zande, reposela kataramazande, reposela makatori bazanda, rapasamana kotali bozela mayande. Jesus, I thank you. Jesus, I thank you. Rekamazando robozaya, rekakata ramazala mayanda, rakatela la masoko robozande, repasela la makate rebozande. I want to discern what is going on, Father. I want to discern what is happening to me, my God. I want to discern what is going on in my life. In the name of Jesus Christ, Son of the living God. Thank you, Father. Oh, my Father, I thank you. Inua mikono yako tunapoomba maombi haya. Sema pamoja nami, Bwana, uniamshe katika eneo la ufahamu, so that I discern whatever is happening around me, whatever is happening in my life and to those around me. In every aspect of life, I want to be a discerner of the spirits, so that I will do what is right and what is in your will, that your works may be done in my life, wherever I go, in whatever I do. I know if I discern the world around me, if I discern the spirit in my life and the spirits operating where I am, I cannot be a failure, and I will not be a failure. Oh God, teach me to know how to see the fourth dimension that is invisible to the natural, but that is the realm that governs everything else. Thank you for you are making it to happen. In Jesus' name,
Amen. Give a clap offering to the Lord. God bless you. Amen. So for those online and you'd like to share your offering with us, you will use this number 0719-727770. That number again, 0719-727770. It's a great moment to thank you for keeping it with us. Thank you for remaining within the service. We appreciate you and we honor you. And keep seeking the Lord even from your house. Mtafute Bwana Mungu ambaye ametupea hili neno likafika kwako. Mwambie, nifungue mawazo yangu niweze kupambanua the spiritual realm, niweze kuona ulimwengu wa maroho na roho zile zinafanya kazi, na ili niweze kushughulikia. Otherwise tunashukuru Bwana kwa ajili yenu. The second service is coming up back in a few minutes, so keep watching. We will be there in the presence of God. The Lord bless you and keep on ministering to you. Rahab, Anastasia, Regina, and the rest of you whom I may not mention, Mike, Koteri, God bless you all the way from where you are watching. The Lord is together with you. We appreciate you. Na wale wengine ambao hatuwezi jua munatutazama. Baraka. Amen.